Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus ya habari, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa kisasa wa mpira Eden Bahati. Nianze na habari za michezo kitaifa. Baraza la michezo la taifa BMT limetoa ufafanuzi kuhusu utekelezaji wa katiba iliyorekebishwa ya klabu ya Simba ambayo iliidhinishwa rasmi na serikali tarehe 18 Februari 2026. Marekebisho yaliyopitishwa na mkutano mkuu wa wanachama wa Simba tarehe 30 Novemba 2025 na kuwasilishwa kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo kwa uchambuzi na idhini. Akizungumza hii leo, katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa Neema Msita amesema serikali tayari ilitimiza wajibu wake wa kuidhinisha na kukabidhi katiba hiyo, hivyo jukumu la kutekeleza maamuzi yaliyopitishwa na wanachama na kukamilisha mabadiliko yaliyomo kwenye katiba ni la klabu ya Simba yenyewe. Hata hivyo, BMT imesema iko tayari kuipokea Simba kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa taratibu pale itakapohitajika, huku ikitoa wito kwa klabu hiyo kutumia vyombo na taratibu zake halali katika kukamilisha utekelezaji wa katiba yake. Serikali inapenda kufafanua kwamba ilikamilisha jukumu lake la msingi la kupitia na kuidhinisha katiba ya Simba ambayo ilikuwa imekidhi matakwa ya wadau, lakini pia imezingatia matakwa ya sheria yaliyowekwa ambayo yanaongoza vilabu hivyo pamoja na sekta ya michezo kwa ujumla wake. Hivyo serikali inatoa wito kwa klabu ya Simba kutumia vyombo vyake na taratibu halali za kukamilisha utekelezaji wa katiba hiyo iliyoidhinishwa, kuwasilisha rasmi kwa mamlaka husika masuala yote yanayohitaji ufafanuzi ambayo wanadhani wanakwama. Serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa msingi wa kusimamia sekta ya maendeleo ya michezo na kuendelea kushawishi na kutengeneza mazingira wezeshi kwa wadau wetu wa michezo wakiwemo vyama pamoja na vilabu vya michezo kuendelea kufanya shughuli zao katika muktadha ambao una attract maendeleo, upo kisasa, una attract wawekezaji, lakini bila kuleta vurugu za aina zozote. Wito wetu, tunatoa wito na rai kwamba wajitahidi kufanya mambo yao katika hali ya utulivu, hali ya uwazi, hali ambayo inaleta uwajibikaji kwa mustakabali wa maendeleo ya michezo. Wadau wa michezo wameomba kuendelea kufadhili michezo kwa vijana maeneo mbalimbali ya mjini na vijijini ili kuibua vipaji na safari mpya ya vijana wenye uwezo wa kusakata kabumbu uwanjani. Taarifa ya kocha mtaalamu Epimacus Apolinari inafafanua zaidi. Ligi ya mpira wa miguu kata Iwambi mkoani Mbeya iliyoanzishwa na diwani wa kata hiyo Glory Ipopo imekuwa fursa mpya kwa kijana Noshad na Mwanga ambaye ameibuliwa kwenye ligi hiyo na kuchukuliwa kucheza klabu ya Mbeya City, hali inayolazimu vijana hao kuwaomba wadau waendelee kuibua vipaji kupitia ligi hizo. Vijana ni wengi sana hapo mtaani na vipaji, lakini kwa kuionyesha hakuna. Tunashukuru diwani ametuletea vijana, wameonekana, nadhani watu watachukuliwa hapa. Imetupa chachu ya kujituma zaidi, nadhani watu wengi zaidi watapatikana kupitia michuano hii. Kwa upande wake diwani wa kata Iwambi Glory Ipopo na diwani wa kata ya Matunda Alphonse Maganga wakizungumza wakati wa kuhitimisha ligi hiyo, wamesema michezo ni fursa ya ajira na afya. Tunataka tuandike historia kama mnavyoona kuna Channel 10, kwa hiyo habari ni ya mjini, itaenda mbali sana. Michezo ni afya, michezo ni ajira. Na nimesikia kwamba kuna kijana kutoka hapa amechukua Mbeya City. Ndio. Hayo ndio mambo tunayotaka. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimacus Apolinari, Channel 10. Asante kocha mtaalamu Epimacus Apolinari, kocha ambaye hana timu mpaka hivi sasa. Kwa taarifa hiyo, Mwanamke Initiative Foundation MIF kwa kushirikiana na 361 Degrees Africa imeandaa tamasha la Hisani na Rhythm of Hope Charity Gala Fundraising Concert litakalofanyika Agosti 22, 2026 katika ukumbi wa The Superdome Masaki, Dar es Salaam kuanzia saa 1 kamili za usiku. Sabra Mohamed ni mkurugenzi mtendaji taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation MIF, amesema lengo ni kukusanya shilingi zaidi ya milioni 300 kwa ajili ya kuwawezesha wasichana 200 walio katika mazingira magumu kupata elimu ya ufundi, mafunzo ya ujuzi na vifaa vya kuwawezesha kujiajiri na kujenga maisha yenye kujitegemea. Tamasha hilo litapambwa na burudani kutoka kwa wanamuziki maarufu wa Afrika Awilo Longomba, ambaye amesema ushiriki wake unalenga kutumia muziki kuhamasisha jamii kuunga mkono ndoto na mustakabali wa wasichana na wanawake vijana. Lengo la kufanya hii event ya tarehe 22
ni kukusanya fedha kwa ajili ya kuwasaidia wale wanafunzi, wale wa vijana ambao hawana uwezo wa kujiendeleza kimasomo na ambao wako shuleni na anashindwa kujiendeleza nao kuendelea kwenye masomo yao. Tupo hapa maksusan kwa ajili ya event ya Rhythm of Hope. Rhythm of Hope ni matumaini. Matumaini, tanuru ya matumaini kwa ajili ya vijana wetu ambao wametoka kwenye mazingira ambayo hawezi kujikimu, lakini ambao wanapata mafunzo mbalimbali ambayo inaweza kuwasaidia kuleta maendeleo chanya kwenye maisha yao. I'm here to support this event, the charity event, fundraising. You know, over the years, my music brought people together. This is the will create hope and change life. I'm honored to be part of the Rhythms of Charity Gala because Naam, taarifa hiyo inatokea utoe kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri katika anga la kimataifa. Rodri, mshindi wa kombe la dunia akiwa na Hispania, amesema yuko tayari kushinda mataji baada ya kukamilisha uhamisho wake kwenda Barcelona akitokea Manchester City. Mshindi huyo wa tuzo ya Ballon d'Or ya mwaka 2024 ametia saini mkataba miaka 4 katika uwanja wa Nou Camp baada ya Barcelona kukubali kulipa ada ya takriban paundi milioni 65 kwa ajili yake. Kiungo huyo amerejea katika soka la Hispania kwa mara ya kwanza tangu alipoondoka Atletico de Madrid na kujiunga na Manchester City msimu wa 2019. Nina furaha na msisimko mkubwa kuhusu hatua hii mpya katika taaluma yangu. Ni changamoto mpya, fursa kupata uzoefu wa mambo mapya na kuhisi msisimko huo tena, alisema Rodri. Nimekuja katika klabu yenye malengo makubwa ambayo inaendana vyema na haiba yangu. Hivyo nitajaribu kusaidia kwa kila hali iwezekanavyo ili kufikia malengo yetu msimu huu. Kuhusu matarajio ya kucheza chini ya kocha Mjerumani Hansi Flick, Rodri alisema, nina furaha kuwa na kocha ambaye naamini ataleta mchango mkubwa katika taaluma yangu. Naam, kufikia hapo hatuna ya ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa habari hizi, akiwemo Witness Ngalao Winga Teleza na Edwin Kombe sambamba na Yakini Mwakatobe, mimi ni golikipa kisasa wa mpira Eden Bahati. Nirejeshe matangazo ya studio kwa ajili ya kuendelea na habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus.